Askofu wa KKKT Dayosisi ya Meru, Elias Kitoi, amewatuma wahubiri wa neno la Mungu waliopo ndani ya dayosisi hiyo katika sharika 63 zinazounda Dayosisi ya Meru kuhudumu mkutano wa Injili wa siku 8 ambapo zaidi ya mitaa 200 itahudumiwa kwa wakati mmoja. Aidha, Askofu Kitoi akizungumza na Mafie Online TV amesema lengo la kuandaa mkutano huo ni pamoja na kuvua roho nyingi kwa Kristo, huku akisema kuwa ni mwendelezo wa kutangaza ufalme wa mbinguni kwa njia ya kuhubiri neno la Mungu kama Injili ya Mathayo inavyolitaka kanisa kuenenda ulimwenguni mote kulihubiri neno la Mungu. Imani na tukasema kimbilio letu liwe ni mkutano wa Injili. Ndipo tulipoanza na hiyo Meru Mission ambayo hatujaiacha mpaka leo, kwa sababu matunda yake yalikuwa makubwa ya kuonekana. Na katika mikutano hii tumegundua si watu wetu wenyewe tu wanaokuja, watu wa madhehebu mbalimbali wanafika, hata wasio wa Kristo, kusikiliza neno la Mungu. Kwa hiyo tumeona tuwekeze katika hilo, kwa sababu ndio misioni ya Mungu ambayo tumeitwa kwayo kwa kupitia lile neno mchungaji alilonena Mathayo 28 mstari wa 19 na 20, enendeni kwa mataifa yote. Amewataka wahubiri hao kuhakikisha roho zinazovuliwa katika mikutano hiyo zinakabidhiwa kwa wachungaji viongozi wa sharika husika ili ziendelee kulelewa kiimani, kwa kuwa lengo ni kupata matokeo ya watu kumjua Yesu na kumkubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na kwamba mkutano huo umeandaliwa na KKKT sio vingine. Mkutano hii ni ya Kiluteri. Tunapenda mwisho wa mwisho usije ikatumika kama kuvua. Wale ambao watampa Bwana Yesu maisha, tunapenda waachiwe uongozi wa pale pale waweze kuwalea. Naye msaidizi wa askofu wa dayosisi hiyo Mchungaji Ndelekwa Palanjo amesema zaidi ya watumishi 150 kutoka ndani ya dayosisi hiyo wametawanywa katika mitaa yote inayounda sharika za dayosisi hiyo, ambapo ni zaidi ya sharika 200, huku akisema dayosisi inatambua vipawa na karama katika kanisa, hivyo wanatoa fursa ya vipawa hivyo kuoneshwa kwa washarika na jamii ya Meru, lengo likiwa ni kumuinua Yesu Kristo. Kuna mkutano mkubwa wa Injili katika sharika zote za dayosisi hii, mkutano ambao umefunguliwa leo na Mheshimiwa Baba Askofu pamoja na tendo la kutuma wahubiri. Ni wahubiri zaidi ya 150 ambao wametumwa kwenye sharika zote 63 za dayosisi hii, na hawa ni watumishi wa ndani ya dayosisi. Kuna wachungaji, kuna wainjilisti, kuna maparishweka, kuna makarani, kuna Wakristo raia wenye vipawa vya kuhubiri na kuomba. Kwa hiyo hawa wamepangwa katika sharika tofauti tofauti ili waweze kwenda kuwahudumia watu wa Mungu. Wakitoa maoni yao, baadhi ya wanenaji wa mkutano juu ya kuwepo kwa mkutano huo pamoja na kutambuliwa kama watumishi wa ndani ya dayosisi hiyo wamesema ni neema ya ajabu, huku wakisema ni maono mazuri kutoka kwa askofu wao, na hivyo kutoa shukrani zao za dhati kwa uongozi wa dayosisi ya Meru. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mkutano wa Meru Mission ambao umefanyika dayosisi nzima ya Meru. Cha kwanza ninamshukuru Baba Askofu Mheshimiwa Elias Kitoi Nasari ambaye ameweza kuandaa mkutano kwa kishindo kikubwa na Mungu akamwezesha. Najua ni neema ya Yesu tu, najua ni nguvu za Yesu. Hii ni ukombozi pekee wa Meru. Ni maono pekee, ni maono ya kipekee yaliyoachiliwa na Mungu mwenyewe ili kuikomboa Meru. Nina amani sana, nina furaha sana, nasikia furaha sana katika huduma hii, na Mungu awabariki. Karibuni sana kwenye mkutano wa Meru Mission tupate ukombozi. Hii ni fursa adhimu sana kwa watumishi na wana Meru wote, kwa sababu tumepata nafasi
kumtangaza Kristo katika ardhi ya nyumbani. Lakini mbele, hii ni njia ya kipekee sana katika kulea na kukuza vipawa vya watumishi wazawa wanaopatikana katika dayosisi yetu ya Meru. Mkutano huu wa Meru Mission 2025 umelenga mambo mengi. Moja, umelenga kueneza injili katika dayosisi yetu ya Meru, na injili hii wafanya watu wa Yesu Kristo wamkubali, wampokee kwenye maisha yao na wakamwelezea. Mimi naitwa Anthony Kalebi Palanjo, ni mwinjilisti katika usharika ule wa Ngordoto, mtaa ule wa Lerai, kwa ajili ya kueneza neno la Mungu. Kwa hiyo mpendwa, tunamshukuru Mungu kwa kutupa nafasi ya kipekee ambayo Mungu ataonekana katika eneo letu la dayosisi yetu ya Meru, ambayo ni sehemu ya kanisa letu la Kiinjili la Kiluteri Tanzania. Mkutano huo ni mwendelezo wa mikutano inayoandaliwa kila baada ya miaka miwili katika dayosisi hiyo, huku sharika zote zikianza mikutano kwa pamoja ambapo huendeshwa kwa siku 8, na wanenaji katika mikutano hiyo ni pamoja na washarika wa kawaida wanaohubiri injili, wainjilisti kutoka mitaa mbalimbali ya Meru, maparushweka pamoja na wachungaji.